Maaskofu Katoliki nchini Marekani walimchagua askofu mkuu Paul Coakley wa jimbo kuu la Oklahoma kuwa rais mpya mteule wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Marekani tarehe 11 Novemba 2025 wakati wa mkutano wao mkuu huko Baltimore. Na wakati huo huo, maaskofu pia walimchagua Askofu Daniel Floss wa Brownville, Texas kuhudumu kama makamu mpya wa rais. Uteuzi huo ulikuja huku askofu mkuu Timothy Broglio na askofu mkuu William Lori wakijiandaa kumaliza muda wao katika majukumu yao baada ya muhula wao wa miaka 3 ya uongozi kuisha. Askofu mkuu Coakley mwenye umri wa miaka 70 tayari alikuwa na nafasi ya uongozi katika baraza hilo la maaskofu, akihudumu kama katibu. Alipewa daraja ya upadri kunako mwaka 1983 kwa jimbo la Wichita, kabla ya kuteuliwa kuwa askofu wa Salina mnamo mwaka 2004 na baadaye kuwa askofu mkuu wa mji wa Oklahoma. Askofu mkuu huyo ana historia ya kukuza utamaduni wa maisha, kupinga itikadi ya kijinsia na kuwasaidia wahamiaji. Mwaka 2022, Coakley aliwasifu wabunge wa Oklahoma kwa kuunga mkono hatua ya kutetea uhai kufuatia sheria iliyopinga marufuku karibu utoaji mimba wote. Alisema, ili kujenga utamaduni wa uhai, mtu lazima atambue hadhi ya asili ya kila mtu na inahitaji ulinzi unaotolewa na sheria za kutetea uhai na mabadiliko makubwa ya moyo. Coakley ameikosoa serikali ya Oklahoma kwa kuunga mkono adhabu ya kifo. Mwaka 2022 alisema, matumizi ya adhabu ya kifo yanachangia tu kuendelea kwa ukali wa jamii na kuongezeka kwa vurugu. Askofu Flores mwenye umri wa miaka 64 aliwahi kuwa rais wa zamani wa kamati ya mafundisho ya kanisa wa baraza hilo. Amekuwa askofu tangu mwaka 2006. Alikuwa mmoja wa maaskofu 12 waliohudumu katika baraza la kawaida la sekretarieti ya sinodi kuhusu sinodi, na shahada ya udaktari katika taalimungu na profesa wa zamani wa taalimungu. Flores alihudumu kwa muhula wa miaka 3 kama makamu wa rais, akimrithi makamu wa rais wa zamani, askofu mkuu William Lori. Mnamo mwaka 2017, Flores alisema kuunga mkono kufukuza kwa watu wengi ni ushirikiano rasmi na uovu wa ndani, sawa na kumpeleka mtu kwenye kliniki ya utoaji mimba. Ameelezea wasiwasi wake kuhusu mgawanyiko katika kanisa na kuhimiza mazungumzo ya kiraia, kufuatia kutafuta yaliyo mema na kuweka kipaumbele jinsi ya kuyafikia na jinsi ya kuepuka yaliyo mabaya. Mimi Sister Christine Masivo.